Leo nakuja kupa watu hawa watano kuepuka pale kipindi unapoanza biashara, hasa biashara za mwanzoni, ile ukiwa unaanza. Mtu wa kwanza tunasema ni nani? Ni wewe mwenyewe. Mtazamo wako wa mafanikio juu ya hii biashara, uko serious au wewe unaingia kwa kujaribu, yani mguu mmoja ndani mguu mmoja nje? Hilo ni tatizo. Inabidi uamini kuwa hii biashara nakwenda kufanikiwa. Mtu wa pili ni marafiki. Sawa? Marafiki waliokuzunguka. Kwa kuwa wewe tayari ni mtu mzima, utakuwa na marafiki. Sio kila rafiki anahitaji wewe ufanikiwe. Rafiki mwingine anaweza akasema tuko pamoja, sawa, ila akiona tu unaianza safari ya mafanikio, anaweza akawa ni kikwazo namba moja. Mtu wa tatu ni ndugu. Ndugu wa karibu wana asilimia kubwa ya kukuangusha, hasa ndugu wale wasiojua nini thamani ya wewe kujitegemea, wasiojua nini thamani ya wewe utapofanikiwa, kwa kuwa wao wanahisi labda ukifanikiwa utawarudisha chini, kwa hiyo watakuangusha. Mtu wa nne ni mteja wa zile bidhaa zako. Jamani, hakikisha unaweka limitation, sawa? Unajua kabisa huyu ni mteja, ni bosi wangu, ndio anakuja kuchukua, ila kuwepo na limitation, sio dipu. Unajua kabisa mkishindwana kwenye bei, una nafasi ya kumpa nafasi akaangalie kwingine au kumpa option nyingine, ila usiruhusu malalamiko yataotokea aidha ni kwako wewe mwenyewe au kwa mteja mwenyewe, kwa sababu wewe upo kwa ajili ya kufulfill demand ya mteja, sio mteja afulfill demand yako. Demand yake ili iwe fulfill, labda gharama ni 500,000, inabidi iwe hiyo hiyo. Sawa, usijiumize kwa ajili yake na yeye asikuumize kwa ajili yake. Yani iko hivyo. Mtu wa mwisho ni mpenzi wako. Jamani, Ngoswe penzi kitovu cha uzembe. Sawa, ikiwa ni mpenzi wako, aamini juu ya ndoto zako, aamini kile unachokifanya, aamini kuwa kuna mafanikio juu ya biashara unayoifanya. Huyo jamani, inabidi abaki kuwa mpenzi, ila asiwe mshauri wa karibu kuhusiana na biashara yako, kwa maana wengi wameipoteza biashara, wengi wameingia kusikojulikana kwa sababu ya wapenzi wao na watu wao wa karibu walionao kwenye mahusiano. Na tumai hizo tips 5 zimeweza kubeba wewe na umeweza kuzielewa juu ya kwa nini unatakiwa kuwa makini kabla ya kuanza biashara au pindi tu unapoanza biashara. Endelea kunifuatilia ili uweze kupata elimu zaidi.